Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi ayabariki na kuyatakasa mafuta haya, ili wale watakaopakwa nayo mwilini wageuke rohoni na ustahili kupata wokovu wa milele. Mungu uliye asili ya maendeleo yote ya utakatifu, tunakuomba upokee shukrani na sifa ambazo kanisa linakutolea kwa furaha kwa kinywa chetu. Hapo mwanzo wewe uliamuru nchi izae miti ya matunda. Miongoni mwa miti hiyo ilizaliwa mizeituni yenye utomvu mzito, ambayo matunda yake yanafaa kwa kutengeneza krisma takatifu. Hata Nabii Daudi aliona mbele sakramenti zitakazo tuletea neema yako, akaimba kwamba mafuta yatazifanya nyuso zetu zingae kwa furaha. Na wakati ule dhambi za ulimwengu zilipofutwa kwa tufani kuu, njiwa alirudi katika safina akiwa na tawi la mizeituni, akajulisha kwamba amani imerudi duniani. Na hii ilikuwa alama ya zawadi kubwa zaidi itakayokuja. Sasa tunaona yale matokeo yake wakati dhambi za watu zinapooshwa na maji ya ubatizo. Mafuta haya yanazifanya nyuso zetu zingae kwa furaha. Uliwaamuru pia watumishi wako Musa, baada ya nduguye Aroni kuoshwa kwa maji, amfanye kuhani kwa kumpaka mafuta. Jambo hili lilifuatwa na jambo jingine kubwa zaidi. Baada ya mwanao Yesu Kristo kumwomba Yohani ambatize na maji ya Yordani, ulimtuma Roho Mtakatifu amshukie katika sura ya njiwa. Na hapo kwa ushahidi wa sauti yako mwenyewe ukatangaza kuwa yeye ni mwanao wa pekee unayependezwa naye. Kwa kufanya hivyo, ilionekana wazi kuwa umetimiza yale aliyoagua Nabii Daudi, ya kwamba Kristo atapakwa mafuta ya furaha kuliko wenzake. Kwa hiyo, Bwana, tunakuomba uyabariki na kuyatakasa mafuta haya uliyoumba. Uyajaze nguvu ya Roho Mtakatifu kwa uwezo wa Kristo wako, maana krisma imepata jina hilo kutokana na jina lake takatifu. Nawe uliwapaka krisma makuhani, wafalme, manabii na mashahidi wako. Uifanye krisma hii iwe ishara ya uzima na wokovu kamili kwa wale watakaozaliwa mara ya pili kwa maji ya ubatizo. Ufute uovu waliozaliwa nao mara ya kwanza kwa kupakwa mafuta haya matakatifu. Wageuke kuwa hekalu lako tukufu na kung'aa kwa uzuri wa maisha yanayokupendeza. Kwa ishara hii ya krisma, wajalie wapate heshima ya kifalme, ya kikuhani na ya kinabii, na kuvikwa vazi la kutoharibika. Uifanye krisma hii iwaletee wokovu hao watakaozaliwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu. Hatimaye iwafikishe kwenye uzima wa milele na kuwashirikisha utukufu wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.